Na tunaendelea na sura yetu suratul insan. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala ta'ala: wa yutafu alayhim wildanun mukhalladun idha ra'aytahum hasabtahum lu'lu'an mansura. Watazunguka juu yao watoto wenye kufanywa kuwa ni wa milele. Wayatufu alaihim wildanun mukhalladun, watazunguka juu yao, yani watu wa peponi, watoto wenye kufanywa kuwa ni wa milele. Yani ni wa milele, ni wadogo hivyo hivyo, lakini wa milele, yani sura yao ni ya udogo. Sio kwamba watabadilika baadaye masiku yanavyoendelea, hapana. Watakuwa ni hivyo hivyo, sura yake ni wadogo, ni milele, ni wadhifu alivyo. Ndio bisifatul wildan, waliokuwa kwa sifa ya watoto, maana ndio sifa zao, hawabadiliki. Watoto hao wadogo watakuwa hivyo hivyo, ni milele. Hao ndio sifa, ndio sura zao, ndio hali zao. La yashibuna, hawi wazee, ndio la yashibuna, hawawi wazee. Idha ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura, ukiwaona utawadhania ni lulu zilizotawanywa. Idha ra'aytahum, utakapowaona, hasibtahum, utawadhania lu'lu'an mansura, ni lulu zilizotawanywa. Ni lulu, utawadhania hivyo. Kwa sababu gani? Lihusnihim, kwa ule uzuri wao, wantisharihim, na kutapanyika kwao kule fil khidma, katika kuwatumikia watu wa peponi. Jinsi walivyo, utadhania ni lulu. Kwanza wanapendeza, lulu litaanja mbele, wakishughulika na kuwatumikia watu wa peponi. Mwenyezi Mungu anasema ukiwaona hao utawadhania kwa ule uzuri wao na kule kutawanyika kwao katika khidma, kuwatumikia watu wa peponi, utawadhania ni lulu iliyotawanywa. Lulu iliyotolewa katika uzi wake ikawa sasa imemwagika pale, ndio iliyotawanywa, kwa maana imetolewa kwenye uzi, sasa unatawanyika. Na ndivyo watoto hao wanavyoonekana katika uzuri. Ima huko kutawanyika kwa hiyo lulu ni min silkihi, ni kutoka katika uzi wake. Sababu kama vile dhahabu uliokuwa kwenye uzi, au lulu zile shanga zile zilizokuwa kwenye uzi, sasa unapokatika unafanyaje? Zina tawanyika. Sasa nao ni hivyo, anakuwa katika hali hiyo. Au min sadafihi, au katika chaza yake. Lulu ikiwa katika chaza ni hali ni vitu vya vinavyoishi, vinavyokaa lulu, unapatikana baharini. Sadaf, vitu vya baharini. Sasa ndani yake mna hiyo lulu. Ukitoa kwenye chaza, sasa inakuwa inamwagika, inakuwa iko wazi. Lakini chaza ni kitu maalumu, inaitwa sadaf,
kwa lugha ya Kiarabu, na inakaa baharini. Ndani yake ndio inafunika ile lulu, ndio sadaf inatoka humo. Sasa inapotolewa inakuwa iko wazi, naona bwana, inakuwa haikufinikwa tena. Sasa hapo katika sura hiyo inapendeza sana. Wa huwa ahsanu minhu, na lulu ikiwa iko wazi wazi zaidi, imetawanyika, inakuwa ni nzuri zaidi kuliko fi ghairi dhalik, kuliko ikiwa katika isio. Kwa hivyo maana ikiwa kadibetiwa katika uzi haipendezi sana, au kama katika sadaf haipendezi sana, kuliko kama imeachiliwa tu imetawanyika, inapendeza zaidi. Sasa wale watoto wamefananizwa na hali hiyo, jinsi ilivyokuwa napendeza sana, na kazi yao ni kuwatumikia watu wa peponi. Basi hao wameomba milele, kazi yao ni hiyo hiyo, kuwatumikia watu wa peponi, ndio kazi zao. Ndio anaendelea kusema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa idha ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira, na utakapoona huko utaona neema kubwa na ufalme mkubwa. Wa idha ra'aita thamma, na utakapoona huko, ayo wajadta ru'yata minka fil janna, wujidati ru'yatu minka fil janna, ndio utakapoona huko katika hiyo pepo, ra'aita naima wa mulkan kabira, utaona neema na ufalme mkubwa kabisa. Ukisadifu kuona tu mambo yaliyo huko, wewe utaona ni neema kubwa, starehe kubwa, na ufalme usiokuwa kifani kabisa, mkubwa sana. Ndio ai wujidati ru'yatu minka fil janna, ukipatikana kuona kwako katika hiyo pepo. Ra'aita sana jawabu idha, hii ra'aita ni jawabu ya idha, pale idha ra'aita, basi utakuwa umeona aiman, neema kubwa, starehe kubwa, starehe ambayo la yusaf, starehe kubwa sana isiyosifika, haisifiki kwa yote neema hiyo, hakuna duniani mambo hayo. Wa mulkan kabira, na ufalme mkubwa, wasi'an, pana kabisa, mkundufu, la ghayata lahu, hauna mwisho, hauna ukomo, kundufu kabisa. Manake neema huko ni mayutanaamu bihi mimma akalin, vyakula vizuri vizuri, mashrab, vinywewa, malbasi, mavazi, nguo za hariri, wa markab, na vipando mbalimbali, wa ghairi dhalik, na soko hayo. Kwa hiyo mambo mengi yatakuwa huko. Neema haina kifani, isiyosifiwa. Na akisema na ufalme mkubwa, alafu akasema wasi'an, mkundufu, mpana sana ufalme wenyewe, una nafasi kubwa. Wasi'an la ghayata la, haifituli katika urefu, wala fil ardh, wala katika upana. Lima fil hadith adna ahli aljannati manzilatan, mdogo kabisa wa watu wa peponi kwa manzila, kwa daraja. Man yanzuru fi mulkihi masirata 1000 am, ni yule anayetazama katika ufalme wake mwendo wa miaka 1000. Huyo ndio hana jambo.
tunasema kwa dunia huyo hana kitu, hana jambo. Huyo ndio mdogo kabisa. Upeo wake ule anatazama kwa mwendo wa miaka 1000. Huyo ndio hana kitu. Yara aqsahu kama yara adnahu, anaona mwisho wake kama anavyoona hapa alipoanzia hapa karibu. Huyo ndio hana jambo. Maana yake ukitizama waona kule mwisho wako, wakati wenzako wakitizama haoni huko kulikoishia. Wewe ukitizama waona pale ndio pako pale. Ndio wewe huna jambo. Hauna, yani ndio una kiduchu kabisa katika pepo. Huna kitu. Unatakiwa ukitizama hivi hata huoni. Lakini madhali hapo ulipo waona pale mwisho, ndio hakuna jambo. Huyo ndio mdogo kabisa wa manzili huko peponi. Kwa hiyo ndio mambo ya huko, hayana kifano. Wa minal mulk al-kabir, na ni katika huo ufalme mkubwa kabisa aliotaja Mwenyezi Mungu hapa, taslimul malaikati alayhim, kusalimiwa na malaika juu yao. Malaika wanawasalimu kila wakati, salamun alaykum. ولبس التيجان، كفاء تيجان على رؤوسهم كما تكون على رؤوس الملوك، وأعظمهم منزلة، نمكبوا wao kwa daraja man yanzuru ila wajhi rabbih kulla yawm, yule anayetazama dhati ya Mola wake kila siku. Huyo ndio daraja kubwa sana. Kila siku unayoona dhati ya Mola wako, huyo ndio mtu mkubwa sana. Hii ndio mulkan kabira. Aliyahum thiyabu sundusin khudr, hali ya kuwa pana juu yao nguo za sundus, nguo za hariri, khudrun, zenye rangi ya kijani. Aliyahum, pana juu yao, fawqahum, فنصبه على الظرفية وهو خبر المبتدأ بعده، وفي قراءة بسكون الياء مبتدأ وما بعده خبره، والضمير متصل به للمعطوف عليه. وهي عاليهم، عاليك وبنا جوياو، بنا جوياو ثياب سندس خضر، nguo za hariri za kijani. Sundus ndio hariri, khudrun za kijani birafa, wa istabraq, na hariri nzito. Kuna hariri na hariri ambazo ni nzito, ndio istabraq. ambazo inaitwa bitani hizo. Alafu wa sundus adhawahiri zinazokaa nje. وفي قراءة على عكس، وفي قراءة عكس ما ذكر فيهما. وفي أخرى بنفيهما، وفي أخرى بجرهما. Kuna vidaa vingi, lakini mradi Mwenyezi Mungu anasifia kuhusu habari za peponi na watu wake, nasema aliyahum, pana juu yao watu hao wa peponi, thiyabu sundusin khudr, nguo za sundus za hariri ya kijani, rangi ya kijani, wa istabraq, na hariri nzito, wa hulu wasawira min fidda,
na watapambwa vikuku vya fedha. Asawira min fidda, watapambwa vikuku vya fedha. Kwa hiyo kuna tofauti. Sehemu nyingine anasema wahul yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Katika surati al-Hajj na surati Safi inaeleza namna hiyo. Lakini ndio wanwa ni kwamba wana vitu watavishwa vyote vikuku vya fedha, vya dhahabu, namna hiyo. Kana vikuku hivi vinavyovaliwa huko. Kwa hiyo watu wa peponi watavaa vikuku kama bangili. Kama bangili. Sasa vya fedha. Watavaa huko. Valiwa mkononi. Ndio vikuku. Lakini vikuku vyenyewe ni vya nini? Vya fedha. Wanavaa kama bangili ndio asawi. Siwari ni vikuku au bangili ndio watavaa. Sasa ikiwa ni vya dhahabu ni kwamba utakuwa vikuku viwili vya fedha na dhahabu. Ile dhahabu kwa huko si haramu, ni haramu kuvaa mwanamume dhahabu hapa, lakini huko ni ndio namna yake huko. Sasa utakuwa umezikuta wanaume hao ni wanaume sio wanawake tu, pia wanaume watavaa hiyo. Hao itatisha kidogo. Inatisha kuvaa wanaume dhahabu. Si leo wanavaa humo hawavai. Inakuwaje? Watu wanavaa mpaka nini hereni sasa hivi, wanaume wanavaa mpaka bangili sio nini, mpaka mcheni hizi mikufu hii avaliwa, sio watu wanavaa. Kwa hiyo huko watu watavaa, wanaume wavaa bangili zake za dhahabu na fedha. Ni vipambo kisikuwa wahulu asawira, maana ni kupambwa. Na vipambo ni kinyume cha nguo. Nguo anavishwa sababu zile, lakini ukisema ukiambiwa hulu asawira maana ni vipambo vinavyopamba mwilini, ndio hulu asawira min fiddatin, watapamba vikuku vya fedha. وفي موضع آخر من ذهب, mahala pengine imesema min dhahabin, kama tulivyosema katika surati al-Hajj na katika surati Fatir. Imesema yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Katika Fatir imeongezwa lu'lu'a na lulu. Sasa hii lulu ile ni munaddad, yani inatiwa vito katika ile dhahabu au lulu hasa, ambayo katika Fatir imeelezwa hivi.
ndio fi mawdhin akhar min dhahabi lilidhani, kwa ajili ya kufahamisha biannahum, kwamba wao watu wa peponi yuhallawna minan nawaini maa, watapamba katika hizo nawi mbili pamoja, yani dhahabu na nini na fedha. Hii kwa kufahamisha hivi. Kwa pamoja wa mufarraka, na hali ya kufarikishwa pia. Ima tazaliwa pamoja hizo kwa kufahamisha hivyo. Manake akisema maa fayujma'u fi yadi ahadihim siwarani, maana katika mkono mmoja wao kutakuwa na vikuku viwili min dhahabi, vya dhahabu, wasiwarani, na vikuku viwili min fiddatin, vya nini vya fedha, wasiwarani, na vikuku viwili min lu'lu'in, vya lulu. Hii ndio maa, kwa sababu mikono ni miwili, ina maana vikuku viwili, mkono mmoja kimoja cha fedha na huku na kimoja cha fedha, au na vikiwa pamoja ni kwamba vikuku viwili vya dhahabu na vya fedha mkono mmoja, na mwingine hivyo hivyo. Cha tatu lulu, ndio lu'lu'a kule. Wa qawluhu mufarraqan fataratan yalbasuna dhahaba faqat wa taratan yalbasuna الفضة فقط وتارة يلبسون اللؤلؤ فقط على حسب ما يشتهون. juu ya vile wanavyotamani wenyewe ndio mufaraka. Iba leo mwenyewe ataamka na hala kwa amevaa nini, kikuku cha nini cha dhahabu. Asubuhi kesho mwenyewe ataamka huko amevaa kikuku cha nini cha fedha. Haya siku nyingine mwenyewe ataamka atavaa kikuku cha nini cha lulu. Basi hivi au vikusanywe vyote pamoja. Sasa ni wewe unapopenda, watakaje vikusanywe pamoja au mbalimbali? Wasemaje? Ni vile unatamani wewe. Alimradi haya inatueleza kwamba watu wa peponi watapambwa vikuku vya dhahabu, vya fedha, unaelewa, sura nyingine dhahabu na lulu pia. Wasaqahum rabbuhum sharaban tahura, na ataonyesha Bwana wao kinywewa kilicho safi chenye kutoharishwa safi. Wasaqahum rabbuhum sharaban tahura, na ataonyesha Bwana wao kinywewa kilichokuwa safi chenye kutoharika, kilicho safi mno, chenye kutoharika mno, mubalaghatan, chenye kuendelea mno, fi taharatihi, katika utahara wake, wa nadhafatihi, na utakatifu wake, usafi wake, bi khilafi khamri dunia, kwa kinyume cha tembo la duniani. Tembo la duniani lina makapi chungu mzima, lina mambo ya ajabu ajabu. Inna hadha, hakika haya neema hii, kana lakum jazaa, iwe kwenu nyinyi malipo, wa kana sa'yukum mashkura, na yawe matendo yenu mliokuwa mmeyafanya kule duniani ni yenye kukubaliwa. Inna hadha, hakika neema hii, an-na'im, kana lakum jazaa, iwe kwenu nyinyi malipo, wa kana sa'yukum mashkura, na yawe matendo yenu yenye kukubaliwa. Wakati wanaingia peponi wanaambiwa inna hadha lakum jazaa, haya neema hizi
haya ndio malipo yenu. Wakati wanaingia peponi, huku wakielekezwa na wakielezwa kwamba inna hadha lakum jaza, neema hizi ni malipo yenu haya ya kule, wakana sa'yukum mashkura, ya wewe matendo yenu mlioyafanya kule ni yenye kubaliwa. Wanaelezwa haya ndio malipo yenu. Kama vile mtu anapoonyeshwa gari hii ndio gari lako bwana, safi kabisa, unaona au sio? inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila, hakika sisi tumeteremsha juu yako Qur'ani, kuiteremsha. inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila, hakika sisi nuni na kuna nuni ana ya mutakallim na nahnu dhamiru fasl, zote zimekuja kwa taukidun lismi inna, zote ni kuakilisha ile ismu inna au fasl au ile ni fasl. Ile ismu inna ni ile inna, ile na, unaelewa? inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila, hakika sisi tumeiteremsha juu yako Qur'ani, kuiteremsha. Khabaru inna ay fassalnahu, tumeipambanua, tumeiweka wazi. Walam nunazilhu jumlatan wahidatan, hatukuiteremsha jumla moja, mara moja tu, tumeiteremsha kwa kupambanua, kwa kidogo kidogo, ili iweze kudhibiti vizuri. Fasbir li hukmi rabbik, subiri kwa hukumu ya Bwana wako, subiri, vumilia kwa hukumu ya Bwana wako. Alaika, juu yako, bitablighi risalati, wa kufikisha ujumbe wake. Subiri, kwa sababu matatizo makubwa kufikisha jambo kama hili kwa watu sio maskhara. Utatukanwa, watu watafanya mazazibu, watafanya sijui nani, namna kila jambo. Wewe tabiri usubiri tu, uvumilie tu. Kama tunavyoona, si tunaona hivyo, ukilingania habari ya Qur'ani na dini, unaambiwaje? Huyu hana kazi yake dini tu, hana jambo la kufanya, sababu kadha wa kadha. Hiyo kuambia huyu hana kazi, afadhali hiyo ina nafuu. Lakini utaambiwa maneno makubwa ya kuudhi na nini, lakini ndio hivyo. Ndio ndivyo aliwaambia Mtume, humo ndio wazimu. Ni jambo dogo hilo kuambia humo ndio wazimu. Lakini ndio hayo, lakini subiri kwa hukumu ya Bwana wako katika kufikisha ujumbe. Wala tuti minhum athiman au kafura, usimtii katika wao hao makafiri hao, usimtii mwenye dhambi au kafiri. Mwenye kukufuru mno ndio kafura. Nani huyo? Utba bin Rabi'a wal Walid ibn al-Mughira, hao ndio athim. Kina Utba hao siwatii, makafiri wa Maka hao, na kina Walid ibn al-Mughira hao siwatii. Maana yake watakwambia acha au fuata jambo la wazee wako. Haya mambo haya wanaokwenda nao ya nini? Qala lin-nabi, watu wawili hao walimwambia Mtume. Nani huyo? Utba ibn Rabi'a
na Al-Walid ibn Mughira walimwambia mtume, wakamwambia, walimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, irji an hadha, rejea uepukane na jambo hili, wacha jambo hili, rudi kwa dini ya baba zako, wachana na jambo hili. Qala lin-nabii sallallahu alaihi wasallam, irji an hadha, walimwambia mtume kwamba rejea, achana na jambo hili, rejea uepukane na jambo hili. Mereka haina maana Asim alikuwa mmoja na kafiri ni yule mwingine, wote ndio sema wote ni Asim na wote makafiri. Haina maana kama iliyotajwa pale kwamba wala tuti minhum Asiman au kafura. Sasa wewe Asiman ukamtaja labda nani, Utba ibn Rabi'a, alafu kafura nani, Al-Walid. Ni wote ni Asim na wote ni kafura. Malaka kama anavyosema wajuzu an yurada kullun Asimun wa kafir, ay la tuti ahadahuma, usimtii mmoja wao yote yule, ayankana yote alivyokuwa, fima daaka ilayhi, katika lile alokulingania kwake, min ithmin au kufri, katika dhambi au kafiri. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, litaje jina la Bwana wako asubuhi na jioni. Litaje mahala gani? Mfasiri wetu amesema fi swala, litaje jina la Bwana wako katika swala asubuhi na jioni. Maana yake swali ndio kulitaja jina, sababu katika swala ndio inatokea kulitaja jina la Mwenyezi Mungu kiswali. Ndio maana anasema litaje jina la Bwana wako fi swalati, katika sala bukratan wa asila, asubuhi na jioni. Yani al-fajr, akisema asubuhi anakusudia nini? Alfajiri. Wa dhuhura wal asr, na dhuhuri na alasiri, yani kuanzia alfajiri na dhuhuri na alasiri, ndio inaitwaje hiyo? Bukratan wa asila. Bukratan alfajiri, asila ni wakati wa jioni, jioni inaanzia dhuhuri na alasiri, ndio jioni hiyo. Ama bukratan ni alfajiri, ndio inahusiana na bukra, asubuhi. Halafu akisema asila, asila inaanzia saa ngapi? Adhuhuri na alasiri, ndio jioni. Jioni kuanzia kupenduka kwa jua, kupenduka jua ndio tayari ndio jioni hiyo. Na kama tulivyoelezwa katika vitabu vya sheria, adhuhuri unaswali baada ya jua kufanyaje? Kupinduka, ndio tayari jioni, ndio asila. Kwa hiyo inakwenda hivyo mpaka kutoa jua, ndio jioni, ndio asila. Kwa hiyo katika bukratan wa asila tunapata swala ngapi? Swala tatu. Aliposema wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, tunapata swala tatu. Bukratan tunapata asubuhi, na hiyo asila tunapata nini? Adhuhuri na alasiri. Wa minal layl, na katika usiku, fasjudu la, sujudi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, sujudi, swali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wa minal layli, unapata nini na nini? Magharibi na isha. Ndio wa minal layli fasjudu la, na katika usiku
swali, sujudi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ndio yake swali, yaani al-maghrib wal isha. Hapa anakusudia maghrib na nini na isha. Wasabbihu, na inasoma wasabbihu kwa kuliremisha zote, wasabbihu au wasabbihu, yani wasabbihu zote lailan tawila. Kwa hiyo msabihi Mwenyezi Mungu usiku mrefu. Wasabbihu, msabihi Mwenyezi Mungu lailan tawila, usiku mrefu. Manake swali tatawwa, swali sunna fihi, ndani ya usiku, kama takadama, kama ile utangulia katika sura gani ile tueleza hivyo, Muzammil, sio katika surati al-Muzammil tueleza hivyo, qumil layla ila qalila nisfahu au inqus minhu qalila au zid alayhi wa rattil al-Qur'an tartila. Ndio ile, ndio min al-layli fasabbihu, na katika usiku msabihi Mwenyezi Mungu, yani swala za sunna. Ndio ile unatakiwa upangilie, ima thuluthi au sulusi au nini, thuluthi mbili au nusu, nisfahu au inqus minhu qalila au zid alayhi wa rattil al-Qur'an tartila. Inna haulai yuhibbuna al-ajila, hakika hawa wanapenda sana dunia. Hii ni ile kwamba usiwatii watu hawa usiwatii, wala tutii minhum athiman wa kafura. Watu hadisaini hiyo, makafiri wale wanapenda sana nini? Dunia. Inna haula yuhibbuna al-ajila, hakika hao wanapenda dunia, ndio ajila. Wanapenda kitu cha sasa hivi, yani maisha ya sasa hivi. Ndio maana hakika hao wanapenda maisha sasa hivi, wanapenda dunia. Na ukiambia kuna akhera huko swalini, mtakwenda kupata akhera, wanaona ni jambo la kuchelewa, la mtu ambaye labda hana maarifa vizuri na hana kazi vizuri. Wayadharuna warahum yawman thaqila, wanaiacha nyuma yao siku nzito. Wayadharuna warahum yawman thaqila, wanaacha nyuma yao siku nzito. Shadida yawm al-qiyama la ya'maluna lahu, hawaifanyi ibada. La ya'maluna lahu, hawaifanyi ibada, wanaacha siku nzito. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum, sisi tumewaumba na tukavitia nguvu viungo vyao. Wa idha shina badalna amsalahum tabdila, na tukitaka tunabadilisha mfano wao, kubadilisha tukitaka. Nahnu khalaqnahum, sisi tumewaumba. Wa shaddadna asrahum, tumevitia nguvu viungo vyao. A'dha'ahum qawaina, ndio ashaddadna asrahum, ndio a'dha'ahum wa mafasilahum, ndio yote ni viungo vyao vyote. Wa idha shina badalna amsalahum tabdila, na tukitaka tunabadilisha mfano wao, kubadilisha. Fil khalqa, katika kuumba. Badala minhum, badali yao. Bianuhlikahum, nani kuangamiza, tukaleta wengine. Wa idha shina badalna amsalahum tabdila, na tukitaka tunabadilisha mfano wao, kubadilisha. Malaika uzuri تأكيد وقعت إذا موقع إن
nahu in yasha yudhibukum. Hapa anaelezea ile idha imetoka mahala pa nini, pa in, ile wa idha shina, maana wa in shina ndio waqa'at idha mawqi'a in, nahu in nasha in yasha yudhibukum ndio mawqi'a in liannahu ta'ala lam yasha dhalik, kwamba Mwenyezi Mungu hakulitaka hilo. Wa idha lima yaqa, na idha ni lile ambalo litatuka, ndio maana akasema kwamba imetoka idha mahala pa nini, pa in, kwa sababu ukitumia idha ina maana lazima ndio jambo litafanya litatuka, na in haiko hivyo. Inna hadhihi tadhkira, hakika sura hii ni wazi kwa viumbe. Inna hadhihi ay sura tadhkiratun idhatun lil khalq, hakika sura hii ni wazi kwa viumbe. Faman shaa attakhadha ila rabbi sabila, mwenye kutaka hufanya kwa Mola wake njia. Sura hii ni wazi kwa viumbe. Faman shaa attakhadha ila rabbi sabila, anayetaka kufanya kwa Bwana wake njia, njia ambayo ni ya kutii, yani kwa kutii. Wama tashauna, na hamtotaka ila an yasha Allahu, ila akitaka Mwenyezi Mungu. Inna Allaha kana aliman hakima, hakika Mwenyezi Mungu awe ni mjuzi mwenye hikima. Wama tashaun, kwa te kama hivyo, ma tashaun bitai waliyai, na inasema pia kwa ye wama yashaun kwa ghaibu, kwamba hawatataka. Wama tashauna ittikhadha sabil bitaa, na hamtotaka kufanya njia kwa kutii, kwa kumtii Mwenyezi Mungu na kwa ibada mbalimbali, ila yasha Allah, ila akitaka Mwenyezi Mungu mwenyewe dhali, akilitaka hilo ndio. Kama hakulitaka basi, inna Allaha kana aliman hakim, hakika Mwenyezi Mungu awe ni mjuzi kwa viumbe vyake, hakima mwenye hikima fi fili, katika viumbe vyake. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati, anamtia anemtaka katika rehema yake. Maana rehema ni nini? Jannatahu fi jannati, maana katika pepo yake. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati, anamtia anemtaka katika rehema yake, jannati. Wa humul mu'minun, nao ni waumini ndio alowataka. Wadhalimina, na madhalimu ambao ni makafiri, a'adda lahum adhaban alima, amewaandalia adhabu yenye kutia uchungu. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati, anamtia anemtaka katika rehema yake, maana yake jannati. Wa humul mu'minun. Wadhalimina, na wale madhalim, nasibuhu fi'lun muqaddar, ay maanake ay awada, yufasiruhu aadda, amewakamia, kwa sababu itakuwa ni awada sio aadda, watakuwa awada dhalimin, ndio maanake. Kwa hiyo awada ndio inasibisha ile wadhalimin. Nasibuhu fi'lun muqaddarun ay awada, ametumia awada kwa sababu awada ndio kumkamia mtu vibaya. Sababu ni kumkamia vibaya mtu, kumwambia huyo tutamfunga, hiyo ndio awada. Lakini kuaadda ni kuandaa jambo zuri, ndio maana kule fi'li imekuja inna Allah, amesemaje? Anasemaje? kuna aadda, anasema
yudkhilu man yasha fi rahmati, alafu wadhalimin aadda, ndio hiyo amewaandalia, lakini maana yake ni auada, inafasiriwa na hii aadda lahum. Wadhalimu amewaandalia adhaban alima, adhabu yenye kutiwa uchungu. Wa humul kafirun, nao ni makafiri. Inna Allah kana aliman hakima, hakika Mwenyezi Mungu awe ni mjuzi kwa viumbe vyake, ni mwenye hikima. Yudkhilu man yasha fi rahmati, anamtia anemtaka katika rehema yake, ambao rehema ni nini? Jannati. Wa humul mu'minuna, nao ni muumini. Wadhalimina, na madhalim kwa maana ya makafiri, aadda lahum adhaban alim, amewaandalia na kuwaaga adhabu yenye kutia uchungu mu'liman. Wa humul kafirun, au ni makafiri. Mwenyezi Mungu atunusuru na adhabu hiyo. Wallahu wa rasuluhu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا، وكرامة لنا في ديننا مع آل القتل أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزقي كل حلالا دائما، وكر أتكياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون، وأكر بالرضا منك العيون، وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسح منون. واغفر استو أنت أكرم ستر، وصلاة الله تعشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتابه في للناس شفاء، وعلى الآل كرام شرفاء، وعلى الصابر مصابر الغرار، عالم سر وخفى، مستجيب دعواتي. ربي فهمنا علوما برسول الله، وحلل عنا المشكلات. صلى الله عليه وسلم محمد.